Juzi tarehe 30 Mheshimiwa Rais amekutana na vyama vyote vya siasa Ikulu Dar es Salaam, na mimi nataka nimpongeze rais wetu kwanza kwa uamuzi wake wa kuviita vyama vya siasa kuzungumza navyo Ikulu Dar es Salaam. Kawaita, na hii inaonyesha nia njema aliyonayo katika kuleta maridhiano kwenye nchi yetu. Sasa wako wenzetu ambao wao kila kukicha wao wanatoa masharti tu, hatutaki hiki, hatutaki kile. Lakini hayo masharti unampa nani badala ya kuja kwenye meza ya mazungumzo, ili kwenye mazungumzo hayo utoe hoja zako? Mimi nilitegemea kwa ningeviona vyama vyote vya siasa pale Ikulu, ili kuonyesha kwamba wana nia njema na ili kupata fursa ya hayo wanayoyasema kwenye majukwaa ya kisiasa kuyapeleka na kuyawasilisha katika utaratibu rasmi. Sasa kama wewe unazungumza jukwani na wenzako wako mezani, wakitaka kukuuliza ufafanue hii hoja yako inamaanisha nini, utaifafanua wapi na wewe hauko mezani? Rais kaonyesha njia kwenye maridhiano, na nilitaka nitumie jukwaa la Morogoro kuvitaka vyama vya siasa msiishie kutaja orodha ya masharti mitandaoni, orodha ya masharti kwenye mikutano ya hadhara. Njooni katika mazungumzo, itikeni wito wa nia njema ambao rais ameonyesha. Halafu mkisha kuja kukaa, yale mnayoyasema, tunataka hiki, tunataka hiki, sasa mtayasema tukiwa tumekaa mezani, tunaulizana, wewe unamaanisha nini? Na maanisha hivi. Hii sheria inasemaje? Inasema hivi. Tupite njia gani? Hayo yanawezekana kuzungumzwa mezani, hayawezekani kuzungumzwa kila mtu yuko nyumbani kwao. Morogoro hoi! Morogoro hoi! Na vyama makini vya siasa haviogopi kuzungumza. Tulizungumza na CUF Zanzibar baada ya machafuko yaliyotokana na uchaguzi wakati wa hayati Dr. Benjamin Mkapa. Tukakaa, tukazungumza, tukapata muafaka. Leo ule muafaka ndio umezaa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Muafaka ule ndio ulizaa mabadiliko ya katiba ya Zanzibar. Juzi tulikuwa na shida na ACT. Wamekaa wazee, ACT wakaja, Chama cha Mapinduzi wakakaa, wamezungumza na wamefika mahala pazuri pa kupata muafaka. Siku moja mahakamani nilimsikia Bwana Tundu Lissu, mwenyekiti wao. Tundu Lissu alisema hivi: endeleeni na kazi ya kujenga chama, nisiwakute nilipowaacha. Alikuwa anawaambia viongozi wale wa Chadema, kwa sababu wale wanaendelea. Sasa anawaambiaje nisiwakute nilipo? Maana yake anawaambia kama kuna mchakato wa maridhiano, nendeni mezani mkazungumze. Kwa hiyo Lissu anataka maridhiano hayo yafanyike. Sasa hao jamaa hawaelewi. Wao wamenang'ana tu majukwani. Wameitwa Ikulu tarehe 30, wamegoma kweli. Sasa sio wanafurahia mwenzao yuko jela mule. Njoo mezani. Nchi haijengwi kwa malalamiko peke yake. Nchi inajengwa kwa mazungumzo, kwa kukaa mezani. Morogoro hoi! Kwa hiyo mimi nataka niwaambie wapinzani wote, hatutajenga nchi kwa kukesha tunalalamika. Hatutajenga nchi kwa kukesha tunaweka masharti kwenye majukwaa ya kisiasa. Wanasiasa wakomavu hawaogopi kukutana, hawaogopi kukaa mezani. Waje mezani. Halafu wakija mezani, hayo wanayohubiri kwenye majukwaa watasema mezani kwamba sisi tunaomba hiki, sisi tunaomba hiki, sisi tunahitaji hiki, na upande wetu huu tutawauliza, hebu tuelezeni hilo mnalolitaka utekelezaji wake ukoje? Mtatufafanulia. Huyo mnayesema aachiwe, tumwachie vipi? Kwa sheria gani?
haya yanawezekana mkiwa mmekutana kwa pamoja, mnazungumza mezani. Na rais wetu ameonyesha njia. Tarehe 30 mwezi uliopita amewaita vyama vyote Ikulu Dar es Salaam kuweka msingi wa kujenga nchi yetu na msingi wa kujenga maridhiano. Piga makofi kwa Rais Samia. Na rais ameonyesha njia. Mimi nampongeza sana rais wetu, ameonyesha njia na tena ametoa kauli ya ustahimilivu kwamba wenzetu bado wanatafakari. Maana yake hajafunga mlango.